Mapito ambayo Mungu aliruhusu niyapitie mwaka jana 2024 kwenye utumishi wangu yaliacha amenifundisha mambo mengi sana kwenye maisha haya. Mojawapo ya funzo ni kwa habari ya kumtegemea Mungu kwa moyo wote bila kuangalia kinachokukabili. Ndiyo maana wakati huu ambapo Watanzania tunapitia wakati mgumu, utekaji, uongozi mbovu, kila kitu hakiendi vizuri, nina ujasiri wa kuwatia moyo wa Tanzania na kuwakumbusha kwa habari ya kusimama na Mungu kwa sababu nimemuona. Nimejifunza ya kwamba wakati unajua cha kufanya, mara nyingi Mungu huwa ananyamaza ili ufanye kwa namna unayojua. Lakini inapofikia hatua sasa haujui cha kufanya, umeinua mikono yako, hapo ndipo Mungu huwa anasimama na kukufundisha cha kufanya. Hata wana wa Israeli kabla hawajafika bahari ya Shamu, Mungu alikuwa amenyamaza kimya. Sio kwamba alikuwa hajui mbele yao kuna bahari ya Shamu, lakini alikuwa anajua, lakini hakusema nao kwa sababu bado walikuwa wanajua namna kutembea barabarani, ila walikuwa hawajui namna kutembea kwenye maji. Walipofika kwenye maji, kwenye bahari ya Shamu, wakamlilia Mungu. Hapo ndipo Mungu alipotoa maelezo kwa Musa. Maana hata Musa naye ilikuwa new experience, alikuwa hajawahi kupita kwenye maji. Ni kweli fimbo ilikuwa imefanya miujiza mingi kwa habari ya nyoka na kila kitu, lakini alikuwa hajawahi kupitia muujiza wa kugawa bahari ya Shamu. Kwa hiyo walipofika kwenye hilo tatizo, Musa alipoenda kumuomba Mungu, ndipo Mungu aliposema naye. Kadhalika wa Tanzania, huu ni wakati ambapo kwetu sisi ni new experience. Ni rahisi sana kuona kama Mungu kwa naye ni new experience kwake, na kujikuta hatumkimbilii, na kujikuta kwamba tunaenda kama wanadamu wengine wasiomjua Mungu wanavyoenda. Lakini hapo ndipo huwa kuna anguko la mwanadamu. Pale mwanadamu au mtu anayemjua Mungu anapoanza kuwaza kama anavyowaza asiyemjua Mungu, anapoanza kuona kama anavyoona asiyemjua Mungu, na anapoanza kufanya kwa njia sawa na yule asiyemjua Mungu, hapo ndipo anguko la wenye haki na wanaomjua Mungu linapoanzia. Na shetani huwa anatafuta hicho kitu. Kwa hiyo ninaomba niite wito huu ya kwamba huu ni wakati ambapo tunahitaji kusimama na Mungu. Kwa sababu wakati mzuri wa kusimama na Mungu ni pale ambapo hujui cha kufanya. Hapo ndipo unapomhitaji Mungu akupe cha kufanya. Watanzania wenzangu, tulipofikia kama taifa hatujui cha kufanya. Yaani kila mmoja ukiangalia hajui ni namna gani tunaweza tukatoka, ni namna gani tunaweza tukaipata haki ya Watanzania, ni namna gani tunaweza tukapata mwongozo wa kitaifa. Huu ni wakati ambapo tunamhitaji Mungu. Ninaomba nitoe ushuhuda huu ambapo hiyo mwaka jana 2024 nilipokuwa nimemwinulia Mungu macho yangu, nikamwambia Mungu, ni wewe uliyeniita. Ninaomba sasa nisiwatazame watu, ninakutazama wewe. Hapo kumbuka nilitangulia kusema kwamba mimi nasali kanisa la AICT Changombe, Dar es Salaam. Wengi mnalifahamu, wanapotoka Neema Gospel Choir na AICT Changombe ni kanisa kubwa, matajiri wapo wengi. Lakini ilifika mahali nikasema no, nahitaji kusimama na Mungu aliyeniita ili nimtumikie. Huyo ndiye nitakayesimama naye, huyo ndiye nitakayemtazama. Unajua kwenye utumishi lazima uwe na msimamo wa kimungu, umuone Mungu kuliko mwanadamu. Usikubali mwanadamu akulazimishe kumuona yeye kisa ya cheo chake, pesa zake, umaarufu wake, elimu yake. No.
Maandiko yanatukumbusha kwenye Yeremia 17 kwamba amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Manake wakati ule ambapo umemwona mwanadamu ndo your top say, yani ndo sauti yako ya mwisho, hapo ndipo ambapo unaanza kujilaani mwenyewe. Kwa nikasema Mungu, huduma yangu haisimami kwa sababu kuna watu wananisapoti kwa fedha, bali huduma yangu inasimama kwa sababu wewe ndiye unayenisapoti. Nahitaji nikuone wewe. Kwa hiyo nikaacha kudili na mtu. Anyway, kwa hiyo nini Mungu ambacho alifanya? Wakati ule Mungu amenifungulia mlango wa kwenda South Africa. Mtu mmoja akanishauri kwamba nenda na mke wako. Kumbuka hapo sina nauli, sina kila kitu. Kwa hiyo moyoni mwangu nikachukua imani ya kwenda na mke wangu. Kumbuka aliyenilipia ada ni mtu ambaye alitoka Marekani, ni wa Marekani, ila hakuwa ananilipia mimi. Alikuwa anamlipia mtu mwingine wa Ghana, ila akalipa mara 2 kimakosa. Kwa hiyo akajikuta kuna ada ya mtu mwingine ambayo ina hang bila mtu, na ameilipa tangu mwezi wa 2, landi 47,500 sana, milioni kama 8 hivi. Haya, mtu aliyetulipia nauli ya ndege nilitangulia kuambia kwamba ni mtu ambaye nilimuota. Lakini wakati ule sasa ambapo nimemuomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba niende na mke wangu, siku moja nikaota ndoto ya kwamba nilikuwa ninaenda mahali kwenye kisima ambacho kinanywesha vijiji vingi. Ila nilipofika kwenye kituo cha kufikia, kabla hujaenda kwenye hicho kisima, nikakuta watu wengi sana, na nikamkuta mama mmoja wa makamo mzungu. Basi akaniambia kwamba mimi najua kwenye hicho kisima, ninaomba nikupeleke. Nikamwambia ninaomba nimchukue mke wangu. Koni akanisubiri, nikamchukua mke wangu, nikamshika mkono, baadaye tukaanza kutelemka kwenye bonde kwenda kwenye hicho kisima. Ndoto iliishia hapo. Kwa nikaamini kabisa kwamba Mungu amekubali ombi langu la kwenda na mke wangu. Manake mara ya kwanza haikuwa chaguo la Mungu. Kumbuka kwenye ndoto nilikuwa nimeambiwa mimi niende, ila nikamwomba kwamba ninaomba nikamchukue na mke wangu, nikakubaliwa. Manake Mungu alikuwa anaonyesha kwamba mpango wake haikuwa niende na mke wangu, ila kwa sababu nimemuomba basi amenikubalia. Ndani ya hiyo wiki kuna kwenye lile grupu ambalo la wanafunzi ambao tulikuwa tunajiandaa kwenda South Africa, mama mmoja akatext kwenye grupu akasema kama kuna mtu anatokea Pretoria au Johannesburg na anahitaji usafiri, naomba anijulishe ili niweze kumsaidia usafiri, alafu tutachangia mafuta. Mimi nikawa nimesema niko tayari, ninatokea Tanzania. Basi akawa amenikubalia. Kumbuka hapo Mungu alikuwa amemwinua dada moja ambaye kanisani hata uwezo kumtegemea, lakini huyo ndo alifanikisha malipo alifanikisha pesa iliyokuwa ndogo iweze kukidhi nauli ya ndege ya mimi na mke wangu, kwa sababu alikuwa ni agent wa ndege. Kwa Mungu alikuwa na connect na huyo. Tumefahamiana tu kwenye grupu nilipokuwa ninapitia wakati mgumu wa kihuduma. Kwa hiyo tuliposafiri kwa ndege kwenda South Africa Johannesburg, tukakutana na huyo mama akatupokea hapo uwanja wa ndege, tena kwa kutulipia. Alitulipia mtu akatupeleka mpaka kwake Pretoria.
tukafikia kwake, tukalala kwake, kila kitu akatuhudumia. Akatupeleka kwenye kituo ambacho tulikuwa cha kufanyia mafunzo hao ya uinjilisti, kinaitwa Living Water. Kumbuka kwenye ndoto niliota kwamba tunaenda wapi? Kwenye kisima kinachonywesha vijiji vingi, ila kwenye uhalisia panaitwa Living Water. Kwa hiyo hebu unganisha Living Water na kisima. Na kwenye hiyo gari tuliokuwa tumebebwa, mmoja mtu ambaye alikuwa amebebwa humo alijitoa pesa ya chakula mimi na mke wangu kwa muda wote tuliokuwa huko. Lakini pia hatukuwa na hela ya malazi, tulienda kwa imani tu. Huko Mungu akamwinua mtu ambaye hakutaka tumjue, akatulipia gharama zote za marazi. Nini ambacho nataka tujifunze mahali hapa? Ya kwamba Mungu hawezi akafanya njia kama bado hujamtegemea kwa 100%. Watanzania, huu ni wakati ambapo hata wanaomjua Mungu wanategemea njia za wale wasiomjua Mungu. Bado wanaongea lugha moja. Uwezo ukamuona Mungu kwa namna tofauti kama unaongea lugha moja sawa na wasiomjua Mungu. Mungu anataka ujitofautishe. Daudi kwenye Zaburi ya 20 mstari wa 7 anasema, hao wanataja magari na hao wanataja farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Nini maana yake? Daudi anatufundisha kwa habari ya kujitofautisha. Namna tunavyofikiri, namna tunavyotazama, namna tunavyofanya, kusifanane na wengine, bali kuendane na namna ambavyo sisi tunamuona Mungu wetu. Watanzania, huu ni wakati ambapo tusimame kwenye maombi. Kuanzia tarehe 10, maana nilikuwa ninategemea maaskofu, wachungaji, nani watangaze maombi ya kitaifa, lakini sioni. Na wakati mwingine unaweza ukawa unategemea watu ambao unahisi wanaweza kufanya hivyo, kumbe yamkini Mungu anataka atumie watu ambao hawajulikani. Na wakati mwingine Mungu anaweza akatumia kile mlichofanya kwa uchache ila kwa imani kikawavusha. Kwa hiyo naomba nitangaze maombi kuanzia tarehe 10 mwezi huu wa 11 2025. Tuwe na maombi ambao wataweza kufunga siku 7, ambao wataweza kufunga kwa siku 21, lakini ataendelea mpaka kwa siku 40 kwa ajili ya taifa letu. Tutamuona Mungu. Na kwenye maombi haya tunaweza tusiwe na ratiba kamili ya pamoja, lakini beba mzigo kwa ajili ya taifa. Beba mzigo kwa ajili ya taifa. Na kwa mtu yote ambaye ana uzoefu wa kutumia Zoom vizuri au social media yoyote ile ambao anaona ni nzuri, naomba atanisaidia. Atakuja inbox kwangu. Facebook natumia Musa Malaba ili tuweze kuwasiliana. Huu ni wakati ambapo tukisimama na Mungu tunashinda. Hakuna gumu kwa Mungu. Ngoja niwakumbushe watu wa Mungu. Benson Idahosa akiwa katikati ya nchi ambayo imejaa uchawi, imejaa upinzani wa watu wa Kristo, alimsimamisha Mungu. Benson Idahosa alisimamisha kikao cha wachawi duniani kichokuwa kinafanyikia kwenye mji wake Benini. Kwenye mji wake Benini akasimamisha, akasema kwamba mimi kama ni mtumishi wa Mungu, basi hakuna mkutano wa uchawi. Na haukufanyika. Nini? Alikuwa amesimama kwenye nafasi yake. Nakumbuka kwenye Pasaka ya mwaka 2021
tukiwa tunafanyia mkutano wa injili nje, ilikuja mvua kubwa. Nikasikia ndani yangu ninaambiwa kama Elia alisimamisha mvua kwa miaka 3, je, wewe unashindwa kusimamisha hata kwa masaa tu ili mfanye ibada? Hilo neno lilinigusa sana, kwamba kama kuna mtu Mungu alimsikiliza kusimamisha mvua kwa miaka 3, kama sikosei na nusu, inakuwaje wewe uamini ya kwamba Mungu hata kusikia kusimamisha mvua kwa masaa 3 ili mfanye ibada? Na wakati unaamini ya kwamba unamwabudu Mungu huyo huyo ambaye aliabudiwa na yule aliyesimamisha miaka 3 na sehemu. Hilo neno lilinigusa na nikawaambia watu kwamba ni kweli mvua ni ya Mungu, ni ratiba ya Mungu, lakini pia tunafanya ibada. Basi tutamwomba Mungu hii mvua ikatike ili tuendelee na ibada, alafu tukimaliza ibada jioni itanyesha. Ilikuwa imeanza kidogo na ilikuwa inaongezeka. Kwa niliposimama kuomba ili mvua isinyeshe, ndipo ikaongezeka. Unajua kuongezeka? Maana niliomba nikaenda kukaa ndo ikaongezeka. Ikabidi nikasikia ndani yangu naambiwa simamia ulichokiomba. Kwa hiyo nikainuka tena nikawaambia watu ya kwamba Mungu si mwanadamu aseme uongo. Hii mvua lazima inyamaze, tuendelee na ibada. Hapo walikuwa wameshaanza kukusanya vyombo. Kwa hiyo nikaomba, nilipomaliza kuomba nikaanza kumsifu Mungu. Ndani vyombo walikuwa wameviweka kwenye, kuna mahali kulikuwa kuna kajumba hapo na wameweka makapeti. Ndani ya dakika 5 likaja jua kali huku mvua inanyesha. Ndani ya dakika chache kuelekea 10 kulikuwa hakuna mvua na wingu lilikuwa zito. Jioni watu tukasema tunaendelea na ibada, ila jioni ilipiga mvua kubwa, na niliposimama ili kuizuia, Mungu akaniambia, nikakumbusha ndani yangu ya kwamba Mungu ni Mungu wa mapatano, ni Mungu ashikae maagano. Nikakumbuka ya kwamba ndo mimi mwenyewe nilimwambia Mungu ya kwamba mvua isinyeshe asubuhi ili jioni ndo itanyesha. Ukirejea tu hiyo Pasaka, sikumbuki tarehe, lakini Pasaka ya mwaka 2021 nilikuwa Dutumi ya Morogoro. Nini? Mungu ametupa mamlaka rohoni ambapo tunaweza tukasema kitu na chochote kikatii. Lakini hatuwezi kusema na chochote kikatii ikiwa bado tuko mguu pande mguu sawa. Mungu anataka umtegemee yeye 100%. Usiwe na shortcut, usiwe na plan B. Watanzania wenzangu ambao mnaamini ya kwamba Mungu anaweza kutuokoa kuliko nguvu zetu, huu ni wakati wa kusimama kwenye maombi. Hiyo tarehe, kuanzia tarehe 10 mwezi wa 11, uwe na prayer point, huna prayer point, jimimine kwa kufunga na kuomba. Tutamuona Mungu kwa ajili ya Tanzania. Na wale ambao wanatamani ya kwamba kupitia haya wapate nafasi ya kuingia kwenye Tanzania, walete machafuko na nini, hapana. Ninaamini ya kwamba kama Mungu alitangulia kuonyesha kwa habari ya uamsho, na sasa tunaona haya, manake huu ni uchungu kwa ajili ya uamsho. Ila tusiposimama hauwezi ukazaliwa. Kumbuka hata wana wa Israeli wakati wa kuondoka kwao Misri ulipofika, walitaka kumpiga Musa wamuue, kwa sababu mnajua hiyo habari. Musa akakimbilia kwa mkwewe. Mimi akakimbilia wapi huko? Midiani, kama sikosei, Midiani.
ambako ndo alienda kuoa huko. Maana ulikuwa ni wakati sahihi wa Israeli kuondoka utumwani, lakini walipomdhalau aliyetumwa kwao wakajichelewesha. Ukitaka ujue hiyo habari, soma kwenye Matendo ya Mitume. Inaeleza vizuri kwamba hawakumjua, hawakumjali, wakamsukumia mbali. Kwa kuna wakati ambapo Mungu analeta wokovu, anatupa njia kwamba hii njia ndio itaokoa, lakini hiyo njia tunaisukumia mbali. Naomba nisome hilo andiko. Matendo sura ya 7 Matendo sura 7 nitaanzia mstari wa 35. Nasema kwamba Musa huyo waliyemkataa wakisema, ni nani aliyekuweka kuwa mkuu na mwamuzi? Ndiye aliyetumwa na Mungu kuwa mkuu na mkombozi kwa mkono wa yule malaika aliyemtokea katika kile kijiji. Huyo ndiye aliyewatoa akifanya ajabu na ishara katika nchi ya Misri na katika bahari ya Shamu na katika jangwa muda wa miaka 40. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Tena pamoja na baba zetu ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. 39 inasema, mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali walimsukumia mbali na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Unaona, kuna wakati Mungu anaweza akaleta mtu au akaleta njia itakaoweza kuwaokoa, ila mkaisukumia mbali na mkajikuta mnachelewa kutoka ambapo Mungu alikuwa amekusudia tutoke. Mungu alikusudia Watanzania tutoke kwenye utawala wa waovu kwa njia rahisi, lakini tulipoacha kusimama kwenye maombi, sasa Mungu anatupitisha kwenye plani B, lakini stili tunahitaji kusimama na Mungu. Kwa hiyo kuna njia ambayo Mungu anatuonyesha kusimama kama taifa, kusimama na yeye kwenye maombi. Kadri tutakavyokuwa tunaisukumia mbali, ndivyo ambavyo tutajikuta tunachelewa kufika kwenye ahadi ya Mungu, kufika kwenye ile Tanzania ambayo Mungu anahitaji kuiona, Tanzania ya uamsho, Tanzania yenye haki, Tanzania ya amani. Tunamhitaji Mungu. Bila shaka kwa ufupi umeelewa kila ambacho nimesema. Nimetumia shuhuda binafsi ya kwamba wakati ule nawaangalia wanadamu, nilikuwa naangalia mlango, sehemu moja tu ya kuhudumu. Nilikuwa naangalia tu sehemu ya kuhudumu cha ng'ombe. Lakini niliposema blandi ya kanisa, watu hawatafunga kila ambacho Mungu ameweka ndani yangu, ndipo Mungu alipoanza kufungua milango ya huduma. Sisemi haya kwa ajili ya kujivuna, ila nasema haya kwa upendo kabisa, ili tukumbushane ya kwamba Mungu aliyetuita ni mkubwa kuliko status zetu, kuliko pesa zetu, kuliko vyeo vyetu, kuliko elimu zetu. Wito wa Mungu kwenye maisha yetu ni mkubwa kuliko mali tulizo nazo, nafasi tulizo nazo. Kuna wakati ambapo tutajisahau nafasi zetu serikalini, nafasi zetu kwenye jamii, tunazileta mpaka kwenye mambo ya Mungu na kujikuta kazi ya Mungu haiendi. Lakini yeyote ambao unajua kwamba umeitwa na Mungu, ninaomba kama unataka umuone Mungu akikutumia, muangalie yeye. Kuja niwaambie watu wa Mungu, ni wakati ambapo unakuta mtumishi wa Mungu anaogopa kulitaja jina la Samia Suluhu Hassan. Kuja nikukumbushe mtu wa Mungu, kati ya Samia Suluhu Hassan na shetani, nani ana nguvu zaidi? Kama unaweza kumogopa mtu, utawezaje kumkemea shetani
kama akiamua shetani akuvalie njuga. Maana Samia Suluhu Hassan hata kama ni leo shetani akiamua amwamulie hawezi kuamka. Sasa kama unaweza kumwogopa Samia Suluhu Hassan mpaka ukafunga kinywa, we mtumishi wa Mungu, utaweza kumwamuru shetani akija full mazima? Ndio maana naambia kwamba kuna namna ambapo kabla uamsho Mungu anaiandaa mioyo yetu kumwogopa yeye kuliko kuogopa wanadamu. Mungu anataka tuondoe ile hofu. Wale mashahidi wa Uganda walikuwa na imani ndani yao kiasi kwamba hawakuwa na hofu ya mtu, hawakuwa na hofu ya kifo. Kwanza, hakuna mtu anayeweza kukuua kama Mungu hajaruhusu. Uhai wa mtu anayesaini ili wewe ufe ni Mungu peke yake. Hakuna kifo cha bahati mbaya ambacho kinaweza kikatokea kama Mungu hajaruhusu. Kama Mungu hajaruhusu. Mara nyingi shetani ana nafasi ya kuwaonea watu ambao hawajasimama na Mungu, maana ni halali yao. Lakini kwa mtu yoyote yule ambaye Mungu anamhesabu yuko upande wa Mungu, huwezi ukamuondoa kwa Mungu. Yaani wale ambao wako kwenye listi ya timu ya Mungu hawaondolewi na mwanadamu anavyotaka kwa wakati anaotaka. Wanaondolewa na Mungu kwa wakati anaotaka. Yaani nilikuwa nafuatilia shuhuda za Leonard Bonki. Kuna wakati alikuwa yuko kama sikuse Nigeria. Waislamu wanamtafuta ili wamuue. Wakaangalia kwenye gari wakakuta ndo gari hilo na yumo humo, wakachungulia na silaha zao hayumo, wakaruhusu gari iondoke. Kumbe gari waliloruhusu ndo yumo Leonard Bonki. Nini? Mungu ukiamua kusimama na Mungu, ndo Mungu huwa anapenda. Maana Mungu anapenda, ningekuwa nikisema yani ile si niseme kwa ile lugha ya kibinadamu kwamba Mungu anapenda masifa. Yani kama kuna jambo ambalo linaweza kumpatia Mungu sifa, hapo ndo Mungu anadhihirika. Ijumaa tulikuwa tuna mtumishi mmoja ambaye walikuwa naenda kuhubiri Injili, ila wakajikuta mto umejaa, yani uwezo ukapita umejaa. Kiongozi wao kasikia ndani yao anaambiwa wapite, kwa akawaambia twendeni. Wakapita, wakatembea juu ya maji. Wakatembea juu ya maji. Anaitwa Telimea. Ni moja ya mtu ambaye ameleta uhamisho Indonesia. Ameona wafu wakifufuka. Ameona maji yakigeuka divai. Kwa hiyo huu ni wakati ambapo Watanzania tunahitaji kumuona Mungu, sio ambaye huwa tunamsoma tu kwenye Biblia. Tunahitaji kumuona Mungu wa kwenye Biblia akidhihirika kwenye taifa la Tanzania. Lakini ni pale ambapo tutasimama na Mungu kwa 100%. Kwa kumalizia, jambo la pili ambalo linafanya Mungu aonekane kwa mtu ni pale ambapo anajifunza kumsubiri Mungu kwa hatua inayofuata. Yaani kwamba Mungu huwa ana tabia ya kumpa mtu hatua moja kabla nyingine. Sasa mara nyingi wanadamu tuna tabia ya kwamba Mungu akishasema na wewe mara moja, haurudi tena kumsikiliza Mungu, unaanza kufanya kwako. Hebu rejea hata watumishi wakubwa. Nilikuwa nasoma kitabu cha Yeremia 42. Ukisoma hapo utaona ya kwamba 42 mpaka 43 utaona kwamba wakati Israeli wametaka Yeremia awaombe kwa Mungu ili wajue nini watakachofanya, Elia aliwaambia kwamba naomba nitamuomba Mungu, alafu Mungu akinijibu nitawarejea. Yeremia akamwomba Mungu, Mungu akaja kumjibu siku ya 10. Kama akina Elia walipata nafasi ya kwenda kumuomba Mungu ili wasikie anachosema Mungu, sisi je?
sisi kwamba ndo kila wakati Mungu anasema na sisi direct. Hapana. Manake kama huna tabia ya kurudi kwa Mungu na kumsikiliza ili akusemeshe kwa ajili ya hatua inayofuata, utajikuta umeanza na Mungu ukaishia peke yako. Kwa sababu gani? Huna tabia ya kurudi kwa Mungu. Hata Musa Mungu alipokuwa anataka kusema naye kwa ajili ya step inayofuata, alikuwa anamuita mlimani. Kama watumishi kama hao walikuwa bado na nafasi ya kurudi kwa Mungu ili Mungu aseme nao, sisi je? Kwa hilo ni jambo muhimu sana. Kuna wakati Mungu atanyamaza, we usiongee. Mungu akinyamaza, na we nyamaza, umsubiri mpaka aongee. Mungu akinyamaza, nyamaza. Mungu akisema ndipo na wewe useme. Jambo la tatu na muhimu sana ni kwa habari ya kumtukuza Mungu katika kile atakachofanya. Kumpa Mungu utukufu, kutojiinua. Kuna wakati ambapo Mungu haendelezi alichokianzisha ndani yetu, kwa sababu wakati ule tu amefanya kwetu tayari hatumrudishii yeye utukufu, bali tunajipa sisi utukufu. Warumi sura ya 1 mstari wa 21 inasema, walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Kwa hiyo wakati ule ambapo utukufu haurudishi kwa Mungu, Mungu anapofanya unatafuta status, ndo pale ambapo mtu akikuita jina unakasirika, unataka kuite baba, ndo unaweza ukajisikia moyoni. Lakini kama unataka umuone Mungu akifanya zaidi, mrudishie utukufu. Kwa hiyo kanisa la Mungu, changamoto tunazoziona kwa taifa wala zisituogopeshe. Yaani mwanadamu ni mwanadamu tu, hawezi akamzidi Mungu, hawezi akaota mapembe kwa Mungu. Kwa kanisa tusimame na Mungu ili Mungu ajitukuze na mataifa yote wajue kwamba kuna Mungu. Ninaomba nihitimishe kwa maombi. Sijui unapitia nini kwenye maisha yako ukiachana na taifa, lakini muamini Mungu ya kwamba analo jibu lako. Usinyamaze mbele za Mungu. Mungu atafanya, maana yeye sio mwanadamu. Yeye anaishi milele. Usisikilize wanaokucheka, wanaokudhalau. Wewe simama na Mungu, utamuona Mungu. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru kwa sababu ya wema, fadhili na uaminifu wako. Tunakuamini wewe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ushindi una wewe, nguvu zina wewe. Baba, ninaachilia ulinzi wa kimungu kwa taifa la Tanzania. Ninasimama kinyume na kila falme na mamlaka zote za yule mwovu shetani, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Tazama Mungu uliye hai, umeona kile kinachoendelea Tanzania, umeona utawala unaoendelea Tanzania. Mungu uliye hai, Baba, tunakataa utawala wa kumwaga damu. Tunakataa utawala wa kidikteta. Tunakataa utawala unaoteka watu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaangusha ufalme. Ninaangusha ufalme kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Shetani sikia, hauna mamlaka kwenye taifa la Tanzania. Ninakwapisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, achia. Ninakwapisha, ondoka kwenye kiti cha enzi, ondoka kwenye ufalme, ondoka kwenye kiti cha enzi cha Tanzania. Kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai, ninatuma moto ulao. Ninatuma moto lao juu yako. Ninatuma moto lao juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, anguka, 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 anguka kwa jina la Yesu. Ninakuangusha 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 leo kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila ufalme wa kidhalimu, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, teketea, ondoka, achia,
kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikia neno la Bwana, ewe shetani, hauna mamlaka. Ufalme wa giza kwenye taifa la Tanzania ninaukataa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe shetani na ufalme wako unaotumia kupitia watu, ninakwambia kwamba ufalme wako umepimwa katika mizani na umeonekana ya kwamba umepunguka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, ninatamka juu yako mene tekeli na pelesi. Ninatamka juu yako mene tekeli na pelesi kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai, ninapindua ufalme wako. Ninapindua ufalme wako. Hautakuwa juu ya taifa la Tanzania. Ninasimama kinyume na roho ya machafuko kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu uliye hai, tusamehe, maana ulisema kwamba tusipoomba kwa bidii machafuko yataendelea. Mungu, ninatubu kwa ajili Bwana ya mahali ambapo hatujasimama kwa bidii. Mungu usimame Bwana, tuondolee roho ya machafuko kwenye taifa la Tanzania. Tulindie mipaka yetu katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Neema yako Mungu ikadhihirike, neema yako Mungu ikaonekane. Ninaliamini jina lako Bwana. Ninaliamini jina lako Mungu uliye hai. Ninaliamini jina lako mfalme wa falme, maana wewe ni Mungu usiyebadilika. Katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, Mungu ujulikane sasa. Ufalme una wewe Bwana. Kama Bwana ulivyoangusha ufalme wa mfalme Belishaza, na sasa tunaangusha ufalme, serikali ya Samia kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaiangusha. Ninaiangusha, haitasimama tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu ujulikane, Baba ujulikane, mfalme ujulikane. Umesema yote tuyaombayo tukiamini tunayapokea. Baba, ninapokea Bwana Tanzania mpya, Tanzania ya haki, Tanzania inayokujua wewe, Tanzania yenye utawala bora kwa mamlaka jina Yesu Kristo aliye hai. Mungu ujitukuze, miliki na kutawala Tanzania. Jitukuze Tanzania. Asante Bwana. Asante Mungu aliye hai. Nimekuamini wewe. Ni katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Niombe toba pia kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao kuna namna moja ama nyingine tumemkosea Mungu na taifa kwa ujumla. Mungu atusamehe na aturudishe kwenye nafasi zetu. Mwenyezi Mungu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, umesema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Ninakuita Mungu uliye hai. Ninakuita mfalme wa falme. Ninatubu mbele zako kwa ajili ya dhambi tulizofanya kama watumishi wako. Dhambi tulizofanya Bwana kama taifa. Dhambi tulizofanya Bwana kama viongozi. Mungu ukasamehe. Na sasa ukaikumbuke Tanzania. Tunaiweka mikononi mwako Tanzania. Ikuone we Mungu wa kweli. Baba, ninakuamini. Mungu, ninakutukuza kwa jina pekee la Yesu Kristo. Amen. Mungu na awabariki sana. Na kuna andiko moja ambalo leo limegusa sana moyoni, la Habakuki sura ya 2 mstari wa 4 inasema, tena roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kumbe kabla ya imani Mungu anataka haki. Manake ili imani yako kwa Mungu iwe na nguvu, iwe na matokeo, lazima uwe na haki, utafute utakatifu. Huu ni wakati ambapo tunahitaji kuwa na imani strong. Kama tunahitaji kuwa na imani strong, lazima pia tukubali kuishi maisha matakatifu, ili kwa pamoja hizi zikicombine
tunaleta imani inayoweza kuleta matokeo, inayoweza kuleta mapinduzi kwa ajili ya taifa la Tanzania. Amen.